Lakini nataka tuangalie namna gani roho za giza au roho za kipepo zinaweza zikamuingiza mtu katika hali ya udhaifu wa magonjwa na maradhi. Luka sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 13, tunamwona mwanamke mwenye pepo lililoweza kumpindisha, kumpa kibiongo, kumpindisha mgongo wake asiweze kuinama, kusimama vizuri. Hawezi kunyanyuka kabisa kwa muda wa miaka 18. Lakini Yesu Kristo aliweka mkono juu ya mwanamke na mwanamke mgongo kanyoka, akaweza kusimama vizuri. Biblia inasema kwenye Luka 13:11-13, roho za kipepo zilimuinamisha zikampinda mgongo wake, akawa na kibiongo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna magonjwa mengi ambayo sio ya kisayansi, sio ya kidaktari, sio ya mazingira au hali fulani, lakini ni mashambulizi ya roho za giza au nguvu za giza. Mashambulizi haya yanaweza yakamtokea mtu akiwa mdogo, angali yuko tumboni, mimba ikashambuliwa na wakuu wa giza, wachawi, walozi, washirikina, waganga, au akiwa amezaliwa akiwa mdogo, au wakati anakuwa, au hata akiwa mtu mzima. Ukiangalia kwenye Mathayo sura ya 17, Mathayo 17 mstari wa 14 hadi wa 18, utamwona mvulana mwenye kifafa. Alikuwa anaanguka kifafa, alifungwa na mapepo, lakini Yesu Kristo akakemea ile mapepo na kifafa kikamwachia. Kwa hiyo kifafa kinaweza ikasababishwa na roho za giza za kipepo, zikawa zinamshambulia mtu na zikimwingia zinamwangusha, anakuwa na garagara na kutoka mapovu kwenye mdomo. Kwa hiyo roho hizi hazitaweza kutibika wala kushughulikiwa katika namna ya kisayansi, kidaktari, katika kutumia dawa, bali kupitia imani Yesu Kristo na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Ukiangalia Mathayo sura ya 12 mstari wa 22, utaona mtu aliyekuwa kipofu na bubu. Alikuwa ni kipofu aoni, lakini alikuwa ni bubu pia. Alikuwa ni bubu. Watu hawa walifungwa na mapepo, na Yesu Kristo aliweza kuwekea mkono na akakemea mapepo, na ile roho ya upofu na ile roho ya ububu ilikuwa inawafanya wasiweze kusema, zikawaacha na kaondoka. Tumeona pia kwenye Marko sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 15, tumeona mtu ambaye aliharibiwa akili yake, akachanganyikiwa, akaacha kukaa na familia yake, akakimbilia katika makaburi, alijitenga jamii. Yesu akati anavuka ng'ambo ya pili akakutana naye. Mtu huyo alikuwa na jeshi la mapepo wengi, roho za kipepo za majini nyingi zimemvaa na zinamfanya mtumwa ndani yake. Alikuwa akijikatakata, hakuna kamba iliyomfunga, alikuwa amechanganyikiwa, anakaa makaburini. Lakini Yesu Kristo alikemea zile roho za kipepo, lile jeshi la kipepo likamwacha, na mtu huyo akawa mzima na akataka kuambatana na Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo akamwambia, nenda kajionyeshe kwenye jamii ya watu wa kwenu, ili wajue kwamba yuko Mungu anayefungua, kuweka watu huru na kuponya. Mara nyingi Yesu Kristo aliweza kufanya namna mbalimbali. Kuna wakati alitema mate, akachanganya tope, akampaka mtu machoni, akapona upofu. Kuna wakati alituma tu neno, akatangaza aliyekuwa mbali akapona, kama yule mfanyakazi wa yule askari akida. Kuna wakati tu aliweka mikono. Kuna wakati watu walikuja wakamgusa. Kuna wakati alishukuru Mungu tu, watu wakafufuka, na muujiza na ishara na maajabu na uponyaji ukatendeka. Ikimaanisha kwamba uponyaji wa Mungu au udhihirisho wa nguvu ya Mungu hauhitaji hali ya kukariri. Mungu hana ufunuo ambao ni ufunuo endelevu kwamba mtu anakuwa anafanya jambo hilo. Na tunaona kwamba sio magonjwa yote ambayo yanahitaji kuombewa. Kuna mambo mengine ni ya kisaikolojia na mambo mengine tu ni ya kisayansi, ya kidaktari, ni kujua tu ni jambo gani, hahitaji hata maombi. Ijapokuwa sasa kuna uwezekano wa Mungu kuponya kila aina ya ugonjwa, kila aina maradhi, iwe ni maradhi ya daktari, ya kisayansi, ya kibiolojia, iwe ni ya nguvu za mapepo, za nguvu za giza, iwe inatokana na mazingira, hali ya hewa, au namna yote ile.
Mungu, uweza wa Mungu uko juu ya vyote. Kuna wakati ambapo Yesu Kristo aliingia nyumbani kwa mama mkwe wa Mtume Petro, akakuta huyo mama mkwe wa Petro mtume ana homa. Biblia inasema Yesu akamshika na yule mama mkwe wa Petro homa ikamwacha, kimaanisha kwamba hata magonjwa yanasababishwa na mazingira na hali ya hewa, Yesu ana uwezo wa kuyaponya yote. Na kuna wakati ambapo Mtume Paulo alimwandikia Timotheo, kuna Timotheo wa kwanza sura ya 5, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, akasema tokea sasa usinywe maji tu, bali tumia mvinyo kidogo, divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Timotheo alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa tumbo mara kwa mara, akamwambia tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Watu wengi wamekuwa wamelichukua ile andiko na kuhalalisha ulevi, kwamba Mtume Paulo alimruhusu mchungaji Timotheo atumie mvinyo, divai. Nasema kwamba kunywa divai, kunywa mapombe sio dhambi. Biblia, kumbuka, neno la Mungu kila sehemu limekataza na limekemea habari ya ulevi. Kumbuka Mtume Paulo anaongea na Timotheo katika desturi ya Kiyahudi. Wayahudi mpaka hivi leo wanatumia pombe au mvinyo au divai kama sehemu ya dawa. Wanapokuwa wanaumwa magonjwa au maradhi mbalimbali, wanatumia kama sehemu ya dawa. Kwa hiyo alipomwambia Timotheo tumia divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako, ni kwa sababu ya kushughulika na ile hali ya tumbo ilikuwa ikimsumbua, akiugua mara kwa mara. Kumbuka alimwambia mvinyo kidogo, divai kidogo, sio kunywa pombe na kulewa. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 34, utaona yule Wayahudi walitumia mvinyo au pombe kama sehemu ya antibiotics au antiseptic. Tunamwona yule Msamaria mwema, Msamaria mzuri, wakati anasafiri, alipokuta yule aliyejeruhiwa barabarani, alikuwa na majeraha, amepigwa, alitoa divai, alitoa mvinyo, akamwaga kwenye majeraha. Wayahudi wanatumia mpaka sasa kutumia pombe au mvinyo kama sehemu ya kutibu majeraha, kama antibiotics au kama antiseptic. Na tunaona kwa wale ambao wamesoma medicine, wanajua madawa vizuri. Madawa mengi yana alcohol, yana pombe ndani yake, ni kwa ajili ya kama ni sehemu ya kutuliza au kuzuia antibiotics, bakteria mbalimbali na uharibifu mbalimbali. Na ukiangalia kwenye Marko sura ya 15 mstari 23, Marko 15:23, utaona walitumia divai au pombe wakachanganya na manemane kama sehemu ya painkiller, kama sehemu ya dawa ya kutuliza maumivu kwa yule ambaye amejeruhiwa. Ndio maana hata Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, ametobolewa mbavu na mkuki, walichukua sifongo, siki, walitumia pombe ambayo imechanganywa na manemane, divai, wakachovya, wakamweka kwenye mbavu. Walikuwa wanatumia kama sehemu ya painkiller, kama sehemu ya dawa ya kutuliza maumivu. Na Wayahudi hawa, tamaduni yao ilikuwa pia sio tu kutumia divai au pombe kama sehemu ya matibabu, lakini pia walikuwa wanatumia mafuta ya mzaituni. Mafuta ya mzaituni kama sehemu ya tamaduni, ilikuwa ni first aid, kama ni huduma ya kwanza kabla mtu hajapelekwa kutibiwa na madawa mengine. Mtu anapokuwa na ugonjwa wa ghafla, wanatumia mafuta ya mzaituni kama sehemu ya matibabu ya kwanza ya awali. Na mafuta ya mzaituni katika Biblia yametumiwa kama sehemu ya kumsimika mfalme au kama sehemu ya upako, kumsimika mtumishi wa Mungu katika ofisi fulani au jukumu fulani la kimungu. Na pia yametumika kama sehemu ya dawa, kama sehemu ya first aid kwa ajili ya Wayahudi. Lakini Yakobo ameandika kwenye Yakobo sura ya 5 mstari wa 14, Yakobo 5:14 nasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, yaani mtu wa kwenu amekuwa anaumwa, ni mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa la awali walitumia mafuta ya mzaituni kupaka kwa ajili ya wale wagonjwa kama sehemu ya desturi ya Kiyahudi, kwamba ni first aid yao. Haijamaanisha sasa hivi kwamba mimi na wewe ambao ni watumishi wa Mungu
tuyazoelee mafuta kama sehemu ya desturi ya Wayahudi. Sisi sio Wayahudi, wao hutumia kama sehemu ya kupaka kama first aid, sio kiroho hata, lakini waliyatumia pia katika namna ya tamaduni au jadi yao. Ni kama hivi leo makabila mbalimbali wanatumia mafuta ya mnyonyo au mafuta ya matunda fulani kama sehemu ya dawa. Ndivyo Wayahudi wanatumia mafuta ya mzaituni, olive oil kama sehemu ya dawa. Kwa hiyo sio jambo la kiroho la kukariri kwamba tunasema ni mafuta ya upako, hapana. Yalitumika kwa wasimika wafalme na watumishi wa Mungu, kwa kuwa Roho wa Mungu bado alikuwa hajafanya makao. Ilikuwa ni fumbo, ni shadow, ni kivuli cha Roho Mtakatifu. Na leo hii Roho Mtakatifu amefanya makao ndani yetu. Kusoma waraka wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27 utaona kwamba mafuta yetu tuliyopokea, upako tuliopokea unakaa ndani yetu. Kwa Roho wa Mungu na upako halisi ni mafuta ambayo yako ndani yetu. Kwa hiyo katika kutumia pombe Wayahudi ilikuwa ni sehemu ya dawa. Mpaka sasa hivi famasia wanatumia pombe kwenye dawa nyingi. Asilimia kubwa ya dawa zina alcohol, zina pombe ndani yake. Lakini haikuhalalisha kwamba Wakristo au kanisa wawe walevi wanakunywa pombe, hapana. Alimwambia Timotheo Mtume Paulo, tumia mvinyo kidogo, divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Kwa hiyo magonjwa yako mengi, mengine ni lifestyle, uzembe tu wa kibinadamu, mwingine ni hali ya hewa, mwingine ni mazingira, wengine ni nguvu za sababu za kisayansi ya kibiolojia, lakini yako magonjwa ambayo yanasababishwa na roho chafu za kipepo, roho za majini. Mungu akubariki sana. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Nakupenda sana. Shalom.